Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo dimanche le 4 janvier 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo tutawapeleka kwenye uwanja wa vita mu territoire ya Uvira, hapo ni mu province ya Sud Kivu, kwenye waasi wa M23 baada ya kuwatake wazalendo siku ya jana wakiwa wanataka kuprogresse pale maeneo ya Katongo tena waelekee Makobola. Walipigwa sana na wengi wao wakakamatwa mateka, na tutawambia kuhusu kujisalimisha kwa wanajeshi wengi wa M23 ndani ya wiki mbili za mwisho wa mwezi wa 12, ambapo zaidi ya wanajeshi 300 wa M23 walijisalimisha na kujiunga na FARDC. Pande mwingine tutawapeleka ndani ya Lubero mjini Butembo, kwenye tangu asubuhi ya leo mapema kunasikika milipuko ya silaha nzito na nyepesi hapo Butembo na maeneo karibu na Butembo. Tutawaambia kinachoendelea hapo. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukua napata taarifa zetu zote kwa wakati. Mu comment na muzilike habari hizi na kuzisambaza pia kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko pale chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita hapo mu territoire ya Uvira mu province ya Sud Kivu. Tuambie hali halisi hapo ni vipi baada ya mapigano makali yaliyoanzishwa na wasi wa M23 dhidi ya ngome za wazalendo pamoja na FARDC ndani ya maeneo ya Katongo Kigongo. Hapo siku ya jana mnajua ya kwamba kuliripotiwa mapigano. Wasi wa M23 kutokea mjini Uvira waliwatakiwa wazalendo ndani ya maeneo hayo ya Kigongo Katongo, wakiwa na mpango wa kusonga mbele wafike tena Makobola, waendelee kuavanse na kwingineko mu territoire ya Fizi. Hawakufanikiwa. Sasa wazalendo pamoja na FARDC kama kawaida wanaoungana mu vita hivi vya kuwapiganisha waasi wa M23 na washirika wao walifanikiwa kuwachapa kabisa waasi wa M23. Siku ya jana walipigwa mwile ataki ambapo walikuwa wakitokea Kalundu ndani ya vilima tofauti vya maeneo ya Kigongo na Katongo. Walipigwa sana mpaka pale ambapo wanajeshi wao 13 walikamatwa mateka wakati walikuwa wakipigana hapo. Baada ya kupigwa tena maeneo ya Katongo na Kigongo, walirudia nyuma wakarudia kuporo ya Kalundu, wengine mjini Uvira. Wasi wa M23 mnakumbuka kwamba walikuwa wameanza kuwashambulia wazalendo na FARDC mu maeneo hayo tangu saa 7 za usiku wa juzi wa kuamkia asubuhi ya jana, kukaamka jana asubuhi na wako wanapigana. Kafika mpaka saa za jioni kabisa na hali ni tete huko baada ya mapigano FARDC na wazalendo walifanikiwa kuwapiga kabisa wasi hao, wakawarudisha mjini Uvira kwenye walikuwa na wametokea wakati walikuwa wakiwashambulia hapo maeneo ya Katongo na Kigongo. Mpaka kwa sasa maeneo hayo ya Katongo Kigongo yote yako mu mikono ya wazalendo. Ni maeneo yanayokuwa karibu sana na mji wa Uvira, quelques kilometres. M23 toujours inaendelea kukalia mji wa Uvira kuanzia pale kuporo ya Kalundu na mji wote, zingine position zote zinazopatikana mo vilima na ma village karibu na hapo, zote zinakaliwa na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Hiyo ndiyo hali halisi kwa sasa kwenye ligne de front ndani ya Sud Kivu. Siku ya jana wakati waasi wa M23 waliatakiwa, walipigwa sana
na wengi wao wakakamatwa mateka. Kazi ambayo wazalendo na FARDC pale walifanya ni kazi kubwa kabisa kuzuia hao waasi wa M23 wasisonge mbele. Tuendelee na habari zetu. Jeshi la Kongo siku ya jana lilitangaza ya kwamba zaidi ya wanajeshi 300 wa M23 walijisalimisha mwa FARDC ndani ya wiki mbili za mwisho za mwezi wa 12 mwaka ambao umeisha wa 2025. Hayo yalitangazwa na Major Kasereka Dieudonné, kiongozi wa communication mo 34e region militaire inayopatikana ndani ya Walikale. Katika taarifa yake siku ya jana alisema ya kwamba wanajeshi wengi wa waasi wa M23 ambao walijisalimisha kwa FARDC, wengi wao wanatoka ndani ya territoire ya Lubero, wengine Ruchuru, Masisi na wengine mu territoire ya Kalehe inayopatikana mu Sud Kivu. Alisema kwamba wanajeshi wote wa M23 walijisalimishaka kwa FARDC wakiwa wameleta na silaha zao wote. Wanajeshi hawa ambao wengi wao ni wale wanajeshi waliokamatwa mjini Goma wakati waasi wa M23 walikuwa wamekamata mjini Goma. Wanasema kwamba walijiunga na FARDC kutokana na mateso waliokuwa wakiyapata ndani ya kundi hilo la waasi wa M23 wakati walikamatwa mjini Goma, na wengine kutosha ndani ya miji ya Bukavu na kwingineko walisafirishwa na kupelekwa maka de formation militaire tofauti ya M23, wamoja Rumangabo, wengine Chanzu, na baada ya hapo wote wakaja kumaliza mazoezi ya kivita, wakakuwa deploye kwa maeneo tofauti ya vita. Wakati walikuwa deploye kufro, wengi wao wakaanza kuteswa sana, na ndipo wakaamua sasa kujiunga na FARDC na wazalendo kama ilivyokuwa zamani. Na FARDC ikatoa wito kwa wale wanajeshi ambao wanaendelea kubakia mwa M23 wakiwa wanaendelea kuteswa kabisa, wajiunge toujours na FARDC, place zao zingali. Wale wanajeshi wote wa FARDC ambao wako kule ni wazalendo, wanahitajika kabisa wote warejee mo FARDC na wazalendo waendelee kupiganisha adui mmoja yule AFC M23. Wakati FARDC inatoa wito kwa hao wanajeshi kurudia mo FARDC na wengine mo wazalendo, siku ya jana yule General Sultani Makenga, kiongozi wa AFC M23, alifanya visite ndani ya kambi militaire ya Rumangabo. Hii kambi ya Rumangabo iko ndani kwanza wa prisonnier de guerre, iko ndani wengine wa nouvelle recrue, wale wanajeshi wapya ambao wako napewa mazoezi ya kivita huko. Wakati wa hotuba yake siku ya jana alitangaza ya kwamba wale wanajeshi ambao wako AFC M23 pale Rumangabo wenyewe wanapenda kujiunga na FARDC, wote wajiandikishe, puis HCR itafanya ile kazi ya kuwarejesha mwa FARDC na wengine muwazalendo. Alisema ya kwamba Croix Rouge ambayo itafanya kazi ya kupeana kwa wafungwa kati ya AFC M23 na gouvernement ya Kongo itafanya kabisa na ile kazi ya kuwaunganisha wanajeshi wa zamani wa FARDC ambao wanapenda warejee mwa FARDC na wale wazalendo ambao wanapenda warejee mwa FARDC, wale wenye walikamatwa kamateka mjini Goma wakawatia maarme yao, wale wenye wako najisalimisha aujourd'hui, wakati wanapenda kurejea monani mo FARDC au mo wazalendo, watie mikono juu wajiandikishe, puis watarudishwa mo FARDC au wazalendo. Hapo kuna maswali mengi ya kujiuliza. Kivipi kabisa wanajeshi kama na hao ambao tayari wamemaliza siku wakipewa mazoezi na AFC M23, wengine hata waishaka maliza
mazoezi ya kivita wako kufro. Hao sasa watakaojiandikisha na kurejea mwa FARDC hakutakuwa ndani espionage ya AFC M23. Hayo ni maswali ya kujiuliza wakati hayo yanaweza kufanyika kabisa. FARDC wale ambao inaweza kuwapokea ni kukuwa nao makini, kwa sababu kunaweza kuwa ndani wanajeshi ambao tena watakuwa wa SPO wa AFC M23. Kitu kingine ambacho kiko hapo, wengi wa wanajeshi wa AFC M23 ambao walitoka kama FARDC na hata wengi ambao walikamatwa ndani ya miji tofauti, wote hawawezi wakabakia huko, na ni wanajeshi wengi. AFC M23 haiwezi kabisa ikawaruhusu wote kuondoka, kwa sababu ni wengi, wanaweza kuwa dijana wako napoteza wanajeshi wengi, kwa sababu baada ya kukamatwa kwa mji wa Goma, Bukavu na maeneo tofauti ya Sud Kivu, recruitment par force mnajua ilifanyikaka, wengi walipelekwaka ku maformation militaire huko Rumangabo na kwingineko, na hao ni wanajeshi wengi ambao AFC M23 haiwezi ikawachilia tu ange kabisa, hata na wale ambao wanaweza kujiandikisha kesho au kesho yake wasijikute kabisa wameanguka ndani ya mtego, kwa sababu kuachilia hao wanajeshi wote haiwezekani. Kitu ambacho kinaweza fanyika hapo ni kuwa wanaweza kuacha kujiandikisha, epui hao wote tena wanawatia mkasho, kwa sababu deja waongi mkono na walikuwa mo arme yao. Ni kukua kabisa makini huko. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya Butembo kwenye milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika tangu asubuhi ya leo mapema. Mji wa Butembo ulikumbwa na milio ya risasi kali kuanzia saa 10 asubuhi siku ya Jumapili leo le 4 kabisa Janvier 2026, na kusababisha hofu miongoni mwa wakazi wa vitongoji kadhaa katika mji wa kibiashara huu wa Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, vurugu hizo zilitokana na kuchomwa moto kwa kambi ya kundi la wazalendo linaloongozwa na ngome na kiongozi ambaye anaitwa Kamanda Tango iliyoko Misugo. Vitendo hivi vinahusishwa na wanachama wa kundi pinzani linaloongozwa na Fisto Nzoli fulani. Kujibu uharibifu wa kambi yao, wapiganaji wa kundi la Kamanda Tango Foro walianzisha msafara wa adhabu zidi ya maeneo ya kundi pinzani. Ilikuwa katika muktadha huo ambapo mapigano ya risasi yalianza alfajiri. Mapigano hayo yaliripotiwa zaidi huko Majengo na Munzambaya, vilima viwili vilivyopo katikati ya Butembo, na kuweka raia katika hatari zinazohusiana na mapigano ya silaha katika mazingira ya mijini. Mashahidi wanaripoti kusikia milio ya risasi za kiotomatiki kwa saa kadhaa na kulazimishwa wakaaji wengi kubaki majumbani mwao hadi asubuhi. Hali iliendelea kukua tete kutokana na mapigano hayo makali. Mji wa Butembo unakumbwa sana na mapigano yanayohusishwa na makundi hayo mawili ya kizalendo. Kama ukumbusho, mapigano hayo yamekuja huko mnamo November 2025. Wazalendo walikuwa wamejitolea kabisa kuhamisha nafasi zao kutoka katikati mwa mji wa Butembo, na hayo hayakufanyika. Leo tena konflikt kati yao zimesababisha hali kukua mbaya tena tete ndani ya mji wa Butembo. Tuendelee na taarifa zetu. Ndani ya teritwari ya Lubero, wanajeshi wapya wa wasi wa AFC M23 walijiunga na wazalendo, kundi ambalo linaitwa IAPC mu eneo ambayo inaitwa Mubana. Siku ya jana wanajeshi 13 wakiongozwa na majoro wao walijisalimisha ku FARDC hapo Mubana kupitia mkundi la wazalendo linaloitwa IAPC. Hawa wazalendo ambao wanatumikia kazi hapo waliwakaribisha wanajeshi hawa, wakaita FARDC kukuja kuwakamata hao wanajeshi,
na kuwapeleka kule Kisangani kwenye wanajeshi wote wanaojisalimisha au wanapelekwa kabla ya kupelekwa Kinshasa, ili FARDC kwanza ianze ifanye uchunguzi na wanajeshi hao kama itawarejesha muarme ama kama itawabakiana huko, ndiyo ambayo itaamwaka hayo wanapelekwa Kinshasa wote au wanajeshi wapya mkiwemo majoro wao zani ya kwamba mko naona kwenye picha hiyo chini, au ndio wanajeshi wa M23 wapya ambao walijisalimisha kwa FARDC ndani ya eneo ya Mubana mu territoire ya Lubero pale ni ndani ya Nord Kivu. Tuendelee na taarifa zetu. Nimewaletea habari mbichi siku ya jana. Mnajua ya kwamba yule presida wa Venezuela Maduro alitekwa nyara na jeshi la Etats-Unis d'Amerique kutoka ndani ya nchi yake. Operasyon ilifanyika asubuhi mapema jana. Ndege za kijeshi za Etats-Unis d'Amerique zikaingia ndani ya nchi ya Venezuela. Operasyon ikafanyika kwake kabisa. Maduro akatekwa nyara akiwa pamoja na bibi yake wakati alikuwa amebebwa. Kulipita saa kadhaa na hajapatikana. Wakati alipatikana alionekana kwenye mpaka wa Etats-Unis d'Amerique akiwa mikono ya wanajeshi wa Etats-Unis d'Amerique, ambapo alikuwa akiingizwa nchi ya Etats-Unis d'Amerique baada ya kumteka nyara, kumtosha huko Venezuela. Wakati alifikishwa huko, uongozi wa Marekani ulitangaza kwamba kesi yake Maduro itafunguliwa hapo Marekani. Atakuja kuhukumiwa kabisa kwa makosa yake. Huyu presida wa Venezuela Maduro alikuwa akishutumiwa na Etats-Unis d'Amerique kuwa anafanya biashara zisizokubalika huko Marekani, akifanya biashara ya uchuruzi wa kokaine, pia kufanya biashara za kuwasaidia watu wanaofanya biashara haramu huko Marekani. Hizo ndizo kesi ambazo zinamhusisha yule presida Maduro wa Venezuela wakati alikamatwa mateka na kupelekwa Marekani. Kesi yake hapo ilifunguliwa Marekani ili kukuja kuhukumiwa kabisa kutokana na makosa yake. Wakati alikuwa ametekwa nyara, maparti politike ya opposition kwake huko Venezuela yalibakia na yako na celebrate kuhusu kukamatwa kwake. Hiyo ni kawaida kabisa. Wapinzani wake mnasikia kwamba walikuwa wakisherekea hayo. Wakati alikuwa ametekwa nyara, mnasikia kwamba nchi ilikuwa imebakia bila uongozi. Siku ya leo asubuhi mapema, mahakama kuu ya kijeshi ya Venezuela yalitangaza kuwa Vice Presidente Delcy Rodriguez Exercera yeye ndiye ambaye ataiongoza nchi ya Venezuela kwa muda huu ambapo hakuna presida kwa sasa. Hayo ndiyo yanayoendelea huko kwa sasa. Tutaendelea kuwapa update, yani mbichi kabisa kuhusu nchi hiyo ya Venezuela, vile na taarifa mbichi kutoka nchini Kongo. Tukiwa nchini Kongo, nilikuwa nimepita bila kuwaambia kuhusu Presida Felix Tshisekedi ambaye alijibu rasmi kuhusu kusimamishwa kazi kwa msemaji wa jeshi la Kongo kufuatia matamshi yanayoonekana kuwa ya unyanyapaa dhidi ya wanawake wa jamii ya Watusi. Wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa juzi lede, mkuu wa nchi alisisitiza uzito wa maneno yanayo toka kwa afisa wa taasisi yenye mikakati kama jeshi. Alisema kwamba hotuba ya umma huihusisha serikali katika kile kilicho muhimu zaidi kwake: uaminifu wake, mamlaka yake ya kimaadili, uwezo wake wa kuunganisha taifa. Na akaendelea kilaani kwa nguvu matamshi yaliyotolewa kwenye channel ya kitaifa, akiamini kwamba hayakisi maadili ya republike wala maadili ya uwajibikaji wala kiwango cha maono kinachotarajiwa kutoka kwa taarifa rasmi. Mkuu wa nchi pia aliidhinisha hatua za kinidhamu zilizochukuliwa dhidi ya afisa husika, akikumbuka kwamba neno la serikali haliwezi kuwa la kubuniwa, la kihisia au
la makadirio. Alitoa wito kwa maafisa wote wa kiraia na kijeshi kujizuia na kuepuka kuonekana kwa vyombo vya habari bila kudhibitiwa, hasa katika mada nyeti kama vile usalama, mshikamano wa kijamii au mahusiano ya kitaasisi. Alisema kwamba mazungumzo ya umma lazima yabaki kuwa chombo cha umoja, utulivu na uaminifu na si chanzo cha mgawanyiko na mkanganyiko. Felix Tshisekedi alikuwa akisema hayo. Hatimaye alimwagiza waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari kuimarisha uratibu wa mawasiliano ya serikali ili kuzuia ajali zozote kama hizo zijazo. Hapo ni President Felix Tshisekedi ambaye alikuwa akitangaza hayo. Na washukuru sana, nasema asante kwa kuwa mnaendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi, na waomba kuendelea kusubscribe na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.